Ah, Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa wa Yesu, marafiki zangu wapendwa, mandugu zangu, madada zangu katika Kristo Bwana, hakika ninafahamu ya kwamba mpo wazima kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mashujaa wa Bwana, majazuzi wa Yesu, mabalozi wa mbinguni, makoani wapendwa waliopendwa na Bwana, mtume wa Yesu, na wasalimu kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hamjamboni tena. Ninawashukuru sana mandugu zangu, madada zangu, mnawachukua muda wenu kwa ajili ya kulifuatilia neno la Mwenyezi Mungu, maana neno la Mungu ndiyo taa ya miguu yetu, na neno la Mungu ndilo linalotupa huru na kutuweka wazi mbele za ulimwengu mzima. Mungu anazidi kutupenda na kutuongoza. Ubarikiwe sana ewe uliyechukua muda wako kwa ajili ya kunitazama, kwa ajili ya kunifuatilia sehemu zote pembeni, na nifuatilia pale WhatsApp, Facebook, YouTube, TikTok. Mungu akubariki sana, kwa sababu wewe ni dhamana kubwa. Imegharimu gharama kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu ili wewe na mimi tuweze kuonana hapa. Natumai ya kwamba tutazidi kukaa kwa amani. Mungu ni mwema siku zote. Leo ningependa tuimizane na wewe kitu kimoja kwa maisha, na ninaamini ya kwamba kwa muda dakika chache utakuwa umebarikiwa na utakuwa umeinuliwa, na angalau ndani moyo wako utapata burudani ya milele. Leo tunakwenda kujifundisha kitabu kitakatifu kutoka kwa mtumishi Yoeli, sura ya 2, mstari ukiwa na 12. Inazidi kutupa wazi kabisa. Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba tuweze kumrudia. Anasema, nirudieni mimi ambaye niko. Yeye ndiye mlinzi wa vyote, ambapo hakuna mwingine wa kumrudia. Maana anasema tumrudie siku zote. Tuache dhambi zetu, tuingie katika kufunga pamoja na kuomba, pamoja na kufunga, pamoja na kukesha, kwa sababu yeye sio mwepesi wa hasira, wala sio yule kukasirika hovyo kama wewe unapokasirika. Ikiendelea na kuambia kwamba tuharue mioyo yetu, wala sio mavazi yetu, na tumtafute Muumba wetu, tumtafute popote alipo, kwa kuwa yeye ni mwema, yeye ni mwingi wa rehema, yupo kwa ajili yako. Hana hasira kama jinsi wewe ulivyo na hasira. Uweze kuurarua moyo wako kama umejawa na hasira moyoni mwako. Uweze kuurarua moyo wako kama una makasiriko na mwenzako. Uweze kuurarua moyo wako kama una roho mbaya na wengine. Lazima uwe na roho ya upendo kama Baba alivyo mwenye roho ya upendo. Lazima uwe mtu mwenye napenda kukesha. Inaposema kukesha, simaanisha ya kwamba lazima uingie kanisani ndiposa ukesha. Hapana. Unaweza kuingia kanisani ndio, lakini ukalala pia. Unaweza kufika kanisani ndio, lakini ukawa lengo lako la mkesha sio kukesha kwa ajili ya maisha yako. Umeenda kukesha kwa ajili ya mambo mengine ya kidunia tu. Lakini unapaswa kuelewa ya kwamba Mungu anakueleza vizuri sana katika ile mstari wa 12. Nazidi kukuambia vizuri sana, umrudie yeye, maana yeye ni mwingi wa rehema. Yeye amejaa utukufu, yeye amejaa baraka, yeye ni mwenye huruma. Atakuzidishia neema iliyokuu. Mambo yote unayohitaji utayapata. Maisha yote uliyaishi yenye mateso, Mungu anakwenda kuyabadilisha. Bora tu uwe na imani iliyo ya haki. Imani yako ndiyo itakayowakilisha matendo yako ndani ya moyo wako. Kuwa mtu mwenye bidii, usikuwe mtu mwenye hasira.
kwa sababu Baba hapendi mtu mwenye hasira. Kama wewe ni mtu mwenye hasira, sitarajii kama maombi yako itavuta mahali. Sasa nazidi kukumbusha kwamba unapoanza kurarua moyo wako, umefanya uamuzi gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni lazima urarue moyo wako. Biblia haijasema ya kwamba rarua mavazi yako, hapana. Rarua moyo wako. Achana na vitina. Rarua moyo wako. Achana na mambo ya kidunia. Rarua moyo wako. Acha kuchunguza mambo ya wengine, maana hayakuhusu. Usiyabebe mambo ya wengine ndani ya moyo wako, maana utakosa ujasiri wa kurarua moyo. Kurarua moyo ni lazima uwe mwenye kukesha. Kurarua moyo ni lazima uwe mwenye kulia kila mara. Kurarua moyo ni lazima uwe mwenye bidii. Kurarua moyo ni lazima uwe mwenye kutembea na Mungu hapa kwa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Natumai ya kwamba katika maisha yako unamtambua Yehova. Katika maisha yako umeomba siku nyingi sana, lakini haufanikiwi. Uliomba kazi kwa muda mwingi, lakini hujapewa. Uliomba upate biashara, lakini hujafungua. Uliomba upate mume, lakini hujapata. Uliomba upate mke, lakini hujapata. Sio ya kwamba hujalia, sio ya kwamba hujatoa sadaka, sio ya kwamba hujatoa chochote kanisani. Umetoa sadaka, unatoa fungu la 10, unafanya kila kitu, lakini kosa ni moja tu: kujipendekeza. Umekuwa mtu wa kujiinua badala Mungu akuinue. Umekuwa kujipendekeza badala Mungu akupendekeze. Umekuwa mtu wa kutokurarua moyo wako, ila mwenyewe unajiona kwamba uko sawa, kumbe hapana. Ili uwe salama, mpendo wangu, ni lazima uhakikishe kwamba unaurarua moyo wako. Lilia Mwenyezi Mungu, mwite kwa amani, mwite kwa upendo, mwite kwa siri, kama jinsi Yesu anavyokuambia. Nenda kwenye chumba chako, tulia kwa utulivu, mwite Muumba wako, naye utakayemwomba kwa siri lazima atakutendea kwa siri. Baraka zako zisiwe za kuambia kila mtu. Kuwa mtu wa kupenda kuficha siri zako, maana ukipenda kupeana siri zako zote, basi mambo yako yote yatakuwa wazi na kila kitu kwako akitapata nguvu. Kwa kuwa kuna vitu vingine Mungu hapendi kuyatoa mambo yote nje. Kuna yale ya kuzungumza, lakini kuna yale hupaswi kuzungumza. Sasa nakuhakikishia hivi, ili moyo wako uweze kupata ujasiri wa kurarua moyo wako, kuwa na upendo na mwenzio. Ili urarue moyo wako, Mungu asikilize kilio chako. Tembea na watu vizuri. Ili urarue moyo wako, penda sana kukula na watu. Ili urarue moyo wako, mpendo wangu, heshimu baba na mama nyumbani. Ili urarue moyo wako, kubali kujishusha chini, acha kujiinua juu. Aja kujiona ya kwamba umefika. Bado hujafika, mwendo bado unasonga. Kuna vingi bado unavihitaji ndani ya maisha, lakini ulikataa kurarua moyo wako. Kuna vingi bado unavihitaji. Bado unahitaji maisha mazuri, bado unahitaji faraja nzuri, lakini bado hujafika. Mpendo wangu, tafakari kuanzia leo, ufanye maamuzi ya kutosha ili uwe salama kwake Mwenyezi Mungu. Nakupenda sana ewe uliyechukua muda wako kwa ajili ya kulifuatilia ili andiko takatifu. Najua utaendelea kujifundisha zaidi ili upate kuelewa sana. Mungu akubariki na akutie nguvu. Uwe na amani na uwe salama, na ubaki kurarua moyo wako wala sio mavazi. Rarua moyo wako wala sio umbea. Bwana akubariki sana. Niite mtumishi Luka Sefania. Shalom.